kiroho. Tumwombe Mungu. Mungu mwema, asante kwa sababu siku ya leo tena umetuandaa na kutupa neema kuingia nyumbani mwako kujifunza neno lako. Mpe kila mmoja wetu kulifuatilia neno hili kwa makini, ili yamkini tupate kujua jinsi ya kuingia na kutoka katika nyakati zetu. Tufunulie neno hili kwa Roho Mtakatifu, ili yale yanayokuja kwetu kwa mafumbo yasiyo mafumbo tena, lakini yote yawe wazi mbele za macho yetu, katika jina la Yesu, amen. Vema, tunaendelea kujifunza kitabu cha Daniel katika Biblia zetu, na leo tunaanza kujifunza sura ile ya 7. Tunaanza kujifunza sura ile ya 7 ya kitabu cha Daniel. Leo tutaanza sehemu ya kwanza ya mafundisho yetu katika sura hii, ambayo inazungumzia juu ya maono ya wanyama wakubwa wanne. Maono ya wanyama wakubwa wanne. Kwa muda wetu wa leo hatuwezi kumaliza kujifunza juu ya maono hayo na tafsiri yake yote, lakini tutaanza na kufikia mahali fulani, alafu kwa neema ya Mungu tutaendelea tena wakati ujao. Kwa hiyo sura nzima ya Daniel, sura nzima ya 7 inazungumzia juu ya maono haya na tafsiri yake. Tutakwenda hatua kwa hatua ili tupate picha nzuri. Tutasoma kwanza mistari hiyo hatua kwa taratibu, alafu tutakwenda katika tafsiri hiyo hatua kwa hatua. Daniel 7 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 28. Katika mwaka wa kwanza wa Belshaza, mfalme wa Babeli, Daniel aliona ndoto, na maono ya kichwa chake kitandani mwake. Basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Daniel akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Wa kwanza alikuwa kama simba, na alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama, hata mabawa yake yakafutuka mwenyewe. Akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, na akapewa moyo wa kibinadamu. Na tazama, mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa 3 ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Kisha nikatazama, na kombe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa 4 kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa 4,
akapewa mamlaka. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, natazama mnyama wanne mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, na alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, na alikuwa na pembe 4. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine zilizuka kati yao, na ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Mto kama wa moto ukatoka ukapita mbele zake. Maelfu wakamtumikia, na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Nikatazama wakati huo, kwa sababu ya sauti ya yale maneno makubwa aliyosema ile pembe, nikatazama hata mnyama yule akauawa, mwili wake ukaharibiwa, akatolewa ateketezwe kwa moto. Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao, lakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye, na akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na taifa zote na lugha zote mtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo haitapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Basi mimi Daniel, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Alivyoona maono hayo kama ambavyo inapaswa kuwa, tafsiri ya maono huwa inatoka ndani ya maono yenyewe. Tunapokuwa tunaona maono, tafsiri inakuwa ndani ya maono yenyewe. Ina maana tunatakiwa kuuliza katika maono yenyewe, na kama tunaona hatimaye tukaamka, tunatakiwa kumwambia Bwana, ikiwa kuna sababu yoyote, ikiwa maono haya yana maana yoyote kwangu, basi nijulishe tafsiri. Tafsiri inakuja kwa maono yale yale. Wakati mwingine tunapoota au tunapokuwa katika maono, tunakuwa na uwezo kama vile mtu unatembea tu, kama vile unaona watu katika uhalisi wake, na chochote unachokiona wale unakuwa nao ndio wakuwauliza tafsiri. Kwa kawaida ikitokea kama una mtu ambaye anakutembeza katika maono, anakupeleka hapa na kuonyesha hiki, anakupeleka hapa na kuonyesha haya, huyo ndiye ambaye tunatakiwa kumuuliza nini maana yake, na huyo ndiye mwenye tafsiri halisi. Sio kana kwamba tutakwenda kuzunguka na maono hayo kwenda kuwauliza wanadamu. Na kama tulivyozungumza, tukitokea tukaamka katika maono hayo, alafu maono yale yanatufadhaisha, yanatuacha katika kupigwa butwaa kwamba ni nini maana yake, tunarudi tena katika maombi na kumwambia Mungu, ikiwa maono haya yana maana yoyote kwangu, unataka kuzungumza na mimi hili au lile, hebu lete tafsiri hiyo kwa njia iliyo wazi na kueleweka. Alafu tena
subiria, kama maono haya yanakuja kuna namna nyingine, na kama maono yale yanakuwa hayaji kwa jinsi yote ile, kuna haja kuumiza kichwa chako, usahau tujue maono haya. Wakati mwingine maono haya yanakuja katika tafsiri ambayo yanakuja hatua kwa hatua katika miaka, na unapokuja kuangalia ile ulile lile inapokuja kujitokeza hile ulile, ndipo kuna sauti kama inakukumbusha, unakumbuka yale uliyoona wakati fulani, ndio maana yake hii sasa unaiona sasa. Ndio maono yanavyokuwa. Hapa alipokuwa katika maono, kwa msingi huo, baada ya kufundishwa akakumbuka kumuuliza yule aliyokuwa karibu naye. Basi mimi Daniel, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya haya yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Wanyama wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kumiliki ufalme milele, naam, hata milele na milele. Kisha nalitaka kujua maana yule mnyama wanne aliyekuwa mbali na wenzio wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake alikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake. Na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3. Yaani pembe ile ni macho na kanwa, yani kinywa kikubwa ndio kinachoitwa hapa kanwa. Na kanwa ni neno makuu ambayo kuonekana kwake kulikuwa udari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo ilifanya vita na watakatifu ikawashinda. Hata akaja yule mzee wa siku, na watakatifu wake alijua, akapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Akanena hivi, huyo mnyama wanne atakuwa ni ufalme wanne juu ya dunia, utakaokuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na baada ya zile pembe 10 katika ufalme huo wataondoka wafalme 10, na mwingine ataondoka baada ya hawa, na atakuwa mbali na hao wa kwanza, na atawashusha wafalme watatu, na atanena maneno kinyume chake aliye juu, na atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, na ataazimu kubadili majira na sheria, na watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Lakini hukumu itawekwa, nao watamwondolea mamlaka yake, kuyapoteza na kuangamiza hata milele. Na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Huu ndio mwisho wa jambo lile. Na Daniel, fikra zangu zilinifadhaisha na uso wangu ulinibadilika, lakini niliweka jambo hilo moyoni mwangu. Maono ya Daniel, kama yalivyokuwa maono ya mtume Yohana katika Ufunuo wa Yohana, yalikuwa kimsingi yanaelezea juu ya mambo yale yatakayotokea kwa miaka mingi inayofuata. Na hapa maono ya Daniel yanaelezea juu ya ufalme mmoja baada ya ufalme mwingine utakaotokea duniani katika majira ya kutoka nyakati hizo ambazo ilikuwa yapata miaka 600 hivi kabla ya Kristo, mpaka majira haya tulionayo, mpaka majira ya baada kunyakuliwa kwa kanisa, na baada ya wakati huo mpaka
wakati wa utawala wa miaka 1000 ya Kristo duniani mpaka wakati wa mwisho wa mambo yote, wakati wa mbingu mpya na nchi mpya. Daniel kwa msingi huo alifadhaishwa kwa sababu alikuwa anaona mambo ambayo mingine ni miaka mingi sana inayofuata, miaka maelfu mbele yake, na hivyo ilikuwa kazi hata kuelewa juu hayo. Ndio maana wakati mwingine wakati kuweza kuona akiwa anafikiri ni ya sasa, ni wakati wake, aliambia mambo hayo anayoona ni ya muda mwingi sana ujao. Sasa twende hatua kwa hatua juu ya tafsiri moja baada ya nyingine kulingana na historia, kwa sababu haya sasa yameshatimia. Tuna nafasi nzuri zaidi ya kuelewa kwa undani zaidi, na kitu hiki kisingeweza kuandikwa kwa wazi namna hiyo katika maandiko, kwa sababu kisingeeleweka kwa wakati huo, lakini kwa sababu kimetimizwa katika historia, unabii huo umeshatimizwa katika historia. Sasa tuna nafasi nzuri zaidi ya kuelewa hatua kwa hatua. Tuanze sasa tena mstari wa kwanza na mstari wa pili. Sasa Daniel akanena akisema, niliona katika maono yangu wakati wa usiku, natazama hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Pepo, inapotumika pepo katika unabii, kimsingi upepo unazungumzia juu ya maafa, kama vile upepo unavyoweza kuzua mabati, unavyoweza kufanya majengo kuporomoka kabisa na hata wengine kufa.